Shazo! Shazo, ugeni na mnele simtaki nyumbani kwangu. Zile nuksi zile mimi hapa sizitaki. Unanielewa? Wewe mbwa wewe, siku nyingine nisikuone hapa. Huo umalaya wako ukahaba usiniletee hapa. Wewe usinione mimi sifai. Si ukoona mimi ni mwenda wazimu. Huwezi kukaa na mimi kwa sababu sina kitu, ukamfuata yule mchuuzi wa samaki. Kaa sasa na yule mchuuzi wa samaki. Zimeisha hizo hela. Umenielewa ninachokuelekeza? Yule sitaki kumuona mimi hapa. Lakini hujatenda vyema. Kalala wewe. Mvuvi, 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 mvuvi. Shazima. Wewe Shazima. Chani tena. Mungu wangu umeshtuka. Pole. Basi nikipeleke hospitali. Hapana, nimeshtuka tu, nisaidie kunipeleka nyumbani. Sasa nyumbani utikondeaje wakati nguu tayari ushika una tatizo hilo? Maana ulivipita huko vichakani kama nyoka mikung'ata hapo. Nipeleke nyumbani. Mungu wangu naomba sana. Nyumbani hutaweza kupata matibabu mazuri, nikupeleke hospitali mimi. Hospitalini. Naomba unipeleke tu nyumbani, nitakaa sawa au sijali. Basi nyanyuka. Kwenye chai kaka chumvi, kapoteza mudi, kisa nampenda anafanya makusudi. Eti miking'ang'anizi, siyajui mapenzi, ananitangazia kuwa yeye si muwezi. Japokuwa nilijitahidi, vizuri ya vifaidi, na kalala na njaa, yeye aweze kushiba. Licha ya yote nilofanya kazi bule, na akanipelekesha kamsukule. Kwake nilijishusha sana, ila kumbe sina maana. Nilipenda nisipopendwa, kumbe mapenzi ni machungu na msemi. Miki, umume utoa wapi? Mbona una uskari na maji? Sio kula mua tu. Ushazoea kula samaki, mbona mua mtamu kabisa huko? Hapo Jordan. Kuna kitu nimekumbuka. Nini tena Miki? Kuhusu Anifa. Umeshaanza Miki. Anifa amefanya nini? Nimeona una changamoto nyingi anapitia kwenye ndoa yake. Kila ninapomwona sura yake imejaa majonzi. Nimefikiria kumwambia kaka yake. Inaonekana hajui lolote kuhusu changamoto za mdogo wake. Lakini Miki, kama Anifa anapitia matatizo hayo, kuna haja gani ya kwenda kumwambia kakake? Kwenda kuniambia kwamba Anifa mimi anashindwa kumwambia kakake? Yaani ni mambo ya kifamilia. Hutaki kuyaingilia kabisa. Achana nayo. Na kusi kwenye hilo. Hapana Jordan. Yule dada anamuonea sana huyo. Yaani lazima nikamwambie kaka. Amsaidie katika hili. Miki, nimeshakueleza awali. Haya mambo ni ya kifamilia. Hutaki kuyaingilia kwa chochote kile. Si umenielewa vizuri? Hizi dawa za maumivu utemeza asubuhi kidonge kimoja, mchana kimoja, na jioni kimoja. Ni dawa nzuri sana. Ukivuka meza vizuri na kwa wakati maalum utakawa sawa tu. Asante sana Tola. Na mimi asante. Vipi lakini sasa hivi mguu? Pole. Pole sana. Lakini nikushauri jambo lingine. Kuna majani ya nyonyo na yajua majani ya nyonyo. Sasa yale pa unachukua yale unachisha na maji ya moto yale. Unakaa unajikanda nayo. Na yale yalikuwa mazuri yale kusaidia mguu hivi ulivyoumia vile ukijikanda vile ndio unakaa sawa majani ya nyonyo. Sawa? Sawa, asante.
lakini hata hivyo sasa hivi kuna uafadhali. Basi sawa, ina shida. Basi mimi ngoja niende katika michakato yangu. Sawa, nashukuru. Kwa heri. Asante. Na mimi asante. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Bibi, Kai ameniomba kesho nikashinde kwao. Mama yake anaumwa. Lakini bibi, yani kusema ukweli, mimi mama yake simuelewi kabisa. Yani akiniona afurahi kabisa uwepo wangu. Mjukuu wangu, wanakuambia ukitaka kushinda vita ya kusingiziwa, inabidi unyamaze kimya. Kwa hiyo namaanisha hivi, wewe ukienda kule mjukuu wangu, sio umeitwa na Kai, uende kwa mama yake. Nenda pale kichokupeleka, ukitoka hapo umeweza shughuli zako, huyo umeondoka zako. Haya, kuna kitu kitakachokupata au utamegeka mwili wako? Lakini bibi, unaenda vipi sehemu ambayo mwenyewe hakuhitaji na wala furahi uwepo wako? Mjukuu wangu, moyo wa mtu ni kichaka. Sasa ukitaka kufuata kile kichaka, utapotea. Nenda kilichokupeleka. Hicho ndo cha msingi. Vitu vingine vyote waachie wenyewe. Mimi ninachoona hapo cha msingi, wewe kule nenda. Ila ukishaenda kule, sio tena ukienda kule umepooza we, mpaka yule mama yake ajue kama kuna kitu gani. Cha msingi wewe nenda kule. Usionyeshe tofauti yoyote. Kaa kawaida tu. Ili yule mama asije akajisikia vibaya. Sawa, ngoja tuone. Sawa, kama utatekeleza itakuwa hivyo, itakuwa vizuri zaidi. Sasa sijui ni ugonjwa maskini ndio maana anakuwa hivyo. Inawezekana lakini umri nao unakwenda mjukuu wangu. Angalia mtoto tena yule. Anje mtafikia tu. Siku si zinaenda. Mvuvi, 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 mvuvi. Kweli siko sawa. Mvuvi. Na kinachonifanya nisiwe sawa mwanangu ni mtumbwi wetu. Mtumbwi? Umezama baba mdogo? Hata hivyo nilisikia kwenye redio kwamba upepo utakuwa mkali sana leo. Watu wamekufa? Mwanangu. Usiwe mtu mwenye kufikiria vitu vibaya siku zote. Hapana. Hakuna mtu aliyekufa wala mtumbwi haujazama. Kilichotokea ni kwamba mimi niliweka mtumbwi wetu ule rehani ili nipate pesa kidogo niweze kukidhi matatizo yangu ya binafsi hapa na pale. Sasa kama unavyojua mwanangu, usiku wa deni uchelewe kukucha. Zile siku ambazo tulikuwa tumeelewana nirejeshe hiyo pesa zimeshakuisha. Mbaki siku moja tu. Na mimi sina hata pesa. Kama maji ya nazi ndani ya nazi yalivyotulia, moyo wangu umetulia kwako. Maua, nimefurahi sana kukutana na wewe hapa. Unajua Maua, wewe ni mwanamke mzuri sana. Na mmoja kati ya vitu ambavyo mimi najivunia sana hapa duniani ni kukutana na mwanamke mzuri kama.
Koma, sitaki hizo ngonjera zako za kwenye vitabu. Hivi Jisalu, wewe na mke wako mimi mnanichukuliaje? Kwa hiyo ukamwagiza huyo mke wako aje anitukanishe, anichambe, anizalilishe mbele za watu, anijazie nzi. Mie Maua tena na umalikia wangu ushapotea. Maua, unaongea kuhusu nini? Mbona kama sikuelewi? Hunielewi nini hapa? Nimeongea Kichina au Kiingereza? Si Kiswahili lugha ya taifa? Sawa, lakini maana yako nini? Yaani maana yangu ni kwamba mke wako kanikuta njiani, anaanza kunitukana, kunichamba na watangazia watu, mimi kanifumania. Sijui kanikuta mimi na wewe tupo kwenye hicho kitu. Hivi mnajisikiaje baba? Ngoja, unajua, sikiliza nikwambie kitu Maua. Hivyo vitu kwanza pole sana. Hivyo vitu kama vimetokea, mimi sihusiki kabisa. Ila ni ujinga na upumbavu wa yule mwanamke. Sasa na Bwana Mzome alisema nisipomrudishia pesa kwa wakati hatauza mtungu wangu. Sasa mwanangu, fikiria, ule mtungu ndo tunautegemea, ndo kila kitu kwetu. Ukishauzwa tutaishi vipi? Basi niyo mwanangu linanifanya nisiwe sawa, na kiukweli sijui hata nifanye nini. Da. Pole sana babangu mdogo. Na mimi pia imeniumiza sana kwa sababu huo mtumbu tunaozungumzia ndio unaotulisha hapa nyumbani. Lakini baba mdogo, jaribu kufikiria vizuri. Ni wapi sehemu nyingine ambapo tunaweza kupata msaada? Usijali mwanangu, mwanga utapatikana tu. Nachokifikiria kwa sasa nikaangue zile nazi kule Viameni ili niweze kuuza. Na kama hiyo pesa haitotosheleza, nafikiria nikakate sehemu kidogo cha ardhi ili niuze. Na nikishauza nimrejeshie huyu bwana pesa yake ili tuweze kumnusuru mtumbu wetu. Lakini pia nirudie tena kukupa pole. Pole sana mpenzi wangu. Alikugusa sehemu yoyote? Alikupiga? Alikupiga au alikuwa... We, sikiza nikwambie kitu. Hini unauliza kuumizwa. Mimi watu nusu wanichome moto. Wewe. Ananipiga, ananikandia. Sijui mimi nimekuta na mume wangu. Sijui nini. Sasa sikiza nikwambie kitu Jesala. Kusema kweli mimi nilikuwa nakupenda, ila nakuacha kwa sababu ya huyo mke wako. Ngoja. Na leo tunaachana. Sitaki kwa sababu mke wako kanizalilisha mimi. Alafu mimi ni Maua. Yaani unamzungumzia mtu anaitwa Maua. Bonge la dada. Sawa, sasa sikiliza Maua. Mimi hilo swala nitalifanyia kazi, sawa? Na ndio maana naendelea kukupa pole mpenzi wangu Maua. Hakuna cha kulifanyia kazi. Mimi na wewe ni basi. Hapana. Na ukumbuke hili, nimekuacha kwa sababu ya mkeo. Sitaki mazoea. Kaa na mkeo nyumbani. Ngoja sasa. Ngoja kwanza Maua. Kwenye chai kaka chumvi, kapoteza mudi, kisa nampenda anafanya makusudi. Eti miking'ang'anizi, siyajui mapenzi, ananitangazia kuwa yeye si muwe. Japokuwa leje tairi, vizuri ya vifairi, na kalala na njaa, yeye aweze kushiba. Licha ya yote nilofanya, kazi bule na akanipelekesha. Mbona una furaha sana? Kwanza za shambani. Safi. Haya sasa. Nina surprise yako. Mwanangu, umriusu surprise tena. Alafu mwenzio nimetoka kwa shamba. Hapalimiki kabisa. Nafikiria lile deni la bwana Kilamba nitamlipaje. Sina senti 5. Yaani acha tu. Usiwe na haraka. Fanya kitu kimoja. Kitu gani mama? Haya. Sasa unatembea taratibu. Sasa nitaonaje mwanangu? Wewe umeniziba macho. Alafu mimi niweka kiongozi nitangulie. Naonaje sasa? Twende, mimi nakuelekeza, utafurahi wewe. Taratibu sitaumia. Sasa wewe si ndo unaniongoza mwanangu? Taratibu, sasa hivi tunafika. Shoto kulia. Twende. Hapo. Haya sasa.
Sasa tayari tumefika. Kwa hiyo Subiri usifungue. nafumbua au usifumbue? Haya. Surprise. Kwa tayari. Fumbua. Nilipenda nisipopendwa, kumbe mapenzi ni machungu na msemi, hakuridhika na mimi mvuvi. Shazma, unajua na matatizo. Unajua kabisa akili yangu haiko sawa. Tatizo tulilonao unalijua kwamba tuna tatizo kubwa kiasi gani. Lakini wewe unakuja kuniongezea matatizo. Kwa hiyo hiyo surprise ndo huyu mgeni. Ndiyo ba mdogo. Mgeni. Karibu, nakusikiliza. Uende mme wangu. Hebu ngoja. Si nilishakupatia talaka? Lakini mme wangu, nakuomba unisamee. Hebu tuelewane kwanza. Swala la kuniita mimi mume wako ndio silitaki. Mimi na wewe tulishaachana. Mimi sio mume wako. Lakini mimi najua nimekukosea. Ila nimekuja hapa ili tu nikuombe msamaha. Nisikilize. Anayepaswa kusujudiwa ni Mwenyezi Mungu. Sasa mimi usinipigie magoti. Hebu. Uende. Nakuomba unisamee sana. Nimekuja hapa kuomba msamaha kwa sababu najua nilichokosea na sijafanya kitu kizuri kabisa. Nimegundua makosa yangu babangu. Nakuomba unisamee. Nisikilize. Hakuna ngonjera yako hata moja nitakayoisikiliza mimi. Sijui uzungumze kitu gani mimi nikuelewe. Wewe umenitesa mimi, umenitusi, umenidhalilisha mara kadhaa. Kwa watu wote wanajua kwamba wewe ndio ulikuwa sumu kwenye maisha yangu. Hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu kunihifadhi mimi, kukuachana na wewe. Mpaka kufikia leo mimi ningeshapata maradhi kupitia wewe. Kwa hiyo siwezi tena kurudiana na wewe Fedhuli ili uendelee kunidhalilisha. Si uniacha mimi sina kitu. Si uliwafuata wenye fedha. Endelea nao. Ishi nao na hizo fedha zao. Wallahi mume wangu mimi nimebadilika na kuomba. Mimi sio mume wako. Ba mdogo, ongea naye taratibu. Sikiliza. Usijisaulishe kama mimi ni baba yako. Hata ukiniona mdogo ndio nimekuwa baba yako sasa. Haya mambo hata kuhusu. Yaani mimi leo wewe ukaniletea mimi mwanamke. Nidhamu ya wapi hiyo? Kesi ya mimi na huyu shetani ukaisuluhisha wewe. Kweli? Hauna ni mudu sana. Sikiliza. Sitaki kukuona mbele ya macho yangu. Naomba unisamee mume wangu. Hapana, fanya mambo yako. Nakuomba wende mume wangu, nisamee tena. Wewe niache wewe. Sirudi tena naomba shangwe. Basi tulia. Usijali mama mdogo. Mimi naamini atakuelewa, sawa? Wende mume wangu, nisamee. Bamdago. Shazma, ugeni namna ile siutaki nyumbani kwangu. Zile nuksi zile mimi hapa sizitaki. Unanielewa? Wewe mkwe wewe. Siku nyingine nisikuone hapa. Huo umalaya wako ukahaba usiniletee hapa. Wewe usiniona mimi sifai. Si ukoona mimi ni mwenda wazimu. Huwezi kukaa na mimi kwa sababu sina kitu ukamfuata yule mchuuzi wa samaki. Kaa sasa na yule mchuuzi wa samaki. Zimeisha hizo hela. Umenielewa ninachokuelekeza? Yule sitaki kumuona mimi hapa. Lakini hujatenda vyema. Kalala wewe. Sasa niseme tu, nikwambie ukweli, nikwambie mubashara tu, kama nyeusi ni nyeusi, kama ni nyeupe
ni nyeupe. Maana mficha uchi. Asa mficha maradhi umeumbua. Sawa. Wewe bana, wakati mko na mume wako, kipenzi chako Habibti, bwana Wende, alikuwa anakushinikiza sana, mke wangu tulie, relax, tutengeneze maisha, tupate watoto, familia yetu ing'ae, mambo yaende vizuri tu. Wewe kishikio chako ikawa kaanza kusikiliza wana kijiji wanasema hivi, wewe unawasikiliza tu. Wewe ndio unakuasa kila siku, asubuhi, mchana, jioni. Mke wangu tulia, relax, ukupetepete, na mabuso kana kupiga mengine mpaka ziada ambayo yakutoa kwenye mahari yake. Wewe unayapokea, lakini naye pia uelewi kichwa chako ngumu, ndonga yako ifanye kazi vizuri. Umeona bwana? Sasa bwana Wende akaja akaniambia, bwana mke wangu anataka nimpe talaka. Mimi nikaona labda nanitania. Wende akasema, bwana na amefikia hatua kwamba unasema wewe sasa hapo kama Wende asipotoa talaka, wewe utaka kutoa talaka wewe. Kweli tangu lini mwanamke akaenda kutoa talaka? Nikasema woi Mtume Muhammad. Tangu lini? Kona haya mtoto anakufuru huyu. Lakini kwa sababu gani? Ndonga yako imeshinikizwa sana na maneno ya watu. Sasa tuende mbele na turudi nyuma. Uwe muwazi, open. Sio penda kufungulia soda. Yaani kuwa muwazi, sema ukweli hapa na uhakika. Unataka nifanye kitu gani? Kwanza huko ulipotoka ulikuwaje, umepata nini? Ulichina kupata umepata kitu gani? Umelaba kwa uza miogo huko. Umekula kachumbari. Umepaka umepata UTI. Haya sasa. Huyo mvuvi samaki umemkimbia, umeenda kwa mchuuzi. Mpishi umemkimbia, unaenda kwa mchuuzi anapita samaki. Wasipotoka utakula kitu gani? Kenge wewe. Kali wewe unatoka na dadangu wa kazi. Ukiniangalia juu mpaka chini unaweza ukazana mimi wewe? Unaweza ukapata mtoto wa mimi? Nilikuwa naomba uende ukambembeleze. Halafu muda mimi nikiwa najiandaa. Huu ni danga lako tu. Kwa hiyo nimeona sio mbaya na mimi nikaruka naye. Nakupenda. Kamata nimenasa kama ruba akile sharata misiwezi furukuta. Mimi musihami. Nanielewa sihami hata kidogo. Hamwezi kuniamsha kienyeji. Huyu ni mke wangu. Nimemuoa, nataka nizalie mtoto bwana. Tafadhali tumia taaluma yako. Hata huyo jaji huyu hakimu ni lazima asikilize upande zote mbili. Na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu za urafiki tu na si vinginevyo. Kuzana wewe si bora niende bafuni. Mimi sio kama makaba wao wazoea, sawa? Yangu utanipa. Sawa. Maisha. Kuna nini huko? Nasema nini wewe? Shuka, wewe uchachoka. Wewe mimi sishuka. Hasa kwa vipi ushuki? Kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba yeye ni mwanaume jabari. Mwanamke amethubutu kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu yako, si ndio? Pete yako ya ndoa iko wapi? Toka nje, ondoka. Kwenda! Mama, hebu subiri kwanza. Hatupaswi kutumia jazba katika hili swala. Leo nataka kujua ukweli. Unanipenda au unipendi? Yaani Chiko ndo baba Steve. Kama uliweza kuniumba, utashindwa vipi za shida wewe kuzitatua? Shida ni muda tu, sitakwisha tu. Wewe baba na mutegemea. Shujaa. Niwe nishindie. Aya maisha ni wewe. Hata ndugu wanikatae, nianguke chini
wasiniogote, nitamwambia Mungu wangu anitete, yatapita. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia, wendo dereva wa moyo, hakuna mwingine. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Ameridhika nami na mimi. Mvuvi, mvuvi, mvuvi.